بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدكم حميد الله جل جلاله نكم تكي رحمنا ماني Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika muhadhara ambayo inayoendelea katika masiku haya 10 ndani ya mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu. Walhamdulillah, leo katika maudhui ambayo nimepangiwa maudhui ya kumweleza Nabii Allah Musa alayhi salam. Kwa kweli sistahiki mimi kuwa ni mwenye kumzungumzia kipenzi kama hiki cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtukufu kama huu ambaye amezosifika kwa sifa ya kipekee. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa hiyo ikawa ndiyo dalili ya kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-mutakallim. Na taban haina shaka kuwa Mwenyezi Mungu ni mzungumzaji, lakini ameiweka dalili kupitia kwa huyu Nabii Allah Musa kuwa ndio dalili kwa wale ambao kwamba ni wapinzani, ni dalili kwa wale ambao kwamba wako na upungufu wa kiakili. Basi watakapokulipata hili kwa kiumbe huyu ambaye kwamba ni mtumi wangu naye ni Musa alayhi salam, basi wataichukulia dalili hii iwe ndiyo dalili ya kuwakinaisha na kuwatosheleza wao, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mnene. Ndio asema mmoja katika wanavyoni waliotunga tauhidi, wakauliza ma maana al-kalam wa ma daliluhu, ni nini maana Mwenyezi Mungu kuwa ni al-kalam, al-kalim, ni mneni, ni mzungumzaji, na ni ipi dalili yake? Akasema al-kalam huwa sifatun qadimatun, mpaka mwisho. Kisha akasema wa daliluhu, na dalili ya kwa Mwenyezi Mungu ni al-mutakallim, qauluhu ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Mwenyezi Mungu amemtamsha Nabii Allah Musa kwa kadari yake, kwa uwezo wake, kwa uhodari wake, kwa namna vyovyote vile alivyotaka Allah jalla ulahu, kwa kutaka hili lifanikishe na liwe kwa Nabii Allah Musa, na akalifanikisha. Kwa hivyo Nabii Allah Musa leo ndiyo mimi nimepangiwa kumweleza, na tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye amemjalia daraja kama hii, kwa kuwa yeye ni mnene. Akienda mahali penye alikuwa amemwekea haswa, akaenda akinena na Mola wake. Kwa hivyo inshallah wa Ta'ala, kwa utukufu aliokuwa nao, kwa elimu aliokuwa nayo,
inshallah na mimi nitatabaruku kumueleza. Natarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanipa taufiki kwa kichache kile ambacho kwamba nitaweza kukifikisha katika muhadhara kama huu wa leo. Nabii Allah Musa. Ni nani Musa? Tunajua ya kwamba Musa ni mtumi. Kwa lugha nyingine wanaomuita hao wenzetu wanamuita Moses. Ndio huyu nani? Musa. Leo ndo tunamueleza Moses. Ambiwa huyu aitwa Musa bin Imran bin Qahath bin Azir bin Lu'ay bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alayhi salam. Ni kile kizazi, ni ile nasli ambayo ilofungamana mpaka kutoka kwa Nabii Allah mpaka kwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Na jana tulielezwa Nabii Allah Ibrahim. Sasa hiki kizazi cha Nabii Allah Ibrahim kimetapakaa mpaka kimefikia mahali penye leo tuko katika kumweleza Nabii Allah Musa alayhi salam. Musa alayhi salam ni mmoja katika wale mitume 25 ambao ni almadhkurina fi kitabillahi, walotajwa katika Qur'ani. Mmoja wao ni Musa alayhi salam. Vile vile Nabii Allah Musa ni mmoja katika mitume wale ambao kwamba ni mitume waliopewa sifa ya ulul azmi, na yeye ni mmoja wao. Na tulielezwa kwamba maana ya hawa kuitwa ulul azmi ni kwa yale mambo ambayo yaliwakumba, yale mashakili ambayo kwamba yaliwapata, macheso, makero, zilzala, sampuli ya mambo mbalimbali ambayo kwamba ni mazito. Ndio maana wakapewa daraja hizi, na wao wakiwa 5. Mmoja ndiye huyu Nabii Allah Musa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ya Muhammad udhkur ya Muhammad fil kitabi Musa. Soma katika kumbukumbu, soma katika habari, soma katika history za Nabii Allah Musa wakati alipokuja katika uongozi tuliomjalia yeye kuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbuka na upitie katika kumbukumbu hiyo, usome jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomfanyia mtume wake Musa alayhi salam. Asema innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Nabii Allah Musa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa zake mwenyewe anazomsifia, anasema ya kwamba hakika Nabii Allah Musa alikuwa ni mja ambaye kwamba ni mukhlisan, mwenye ikhlas, ni mtakatifu ambaye amesifiwa na sifa hii na Allah jalla ulahu. Kisha wakana rasulan, na akawa ni rasul, si tu nabiyan, akawa ni rasul na ni nabii. Sifa mbili alipata, kuna rasul, kuna na nabii. Kuna baadhi ya mitume ni rasul na kuna mitume ni rasul na ni nabii, kama Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni rasul na ni nabii, kama Musa alayhi salam ni rasul na ni nabii. Sema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika habari hii kumweleza, dhakara Allah Ta'ala fi mawadhi'in kathira, na kumweleza mahali kwingi sana katika Qur'an kumweleza Nabii Allah Musa. Asema katika sura ambayo kwamba anayoeleza kumwelezea Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika suratul Qasas, asema baada bismillahir rahmanir rahim, tasin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna. Anaeleza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilka ayatul kitabil mubin, hizi ni aya zetu ambazo ziko katika kitabu chenye kueleza wazi wazi. Natlu alayka, leo tunakusomea wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natlu alayka min naba'i Musa, tunakuelezea, tunakusumulia habari za Nabii Allah Musa kupitia kitabu hiki cha Qur'an. Musa alikuwa nayo maelezo yake yaliyoelezwa katika kitabu cha Taurati.
Tumefahamiana eh? Na leo haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuelezea Muhammad, anamwambia tilka ayatu, hizi ni aya ambazo tunazozisoma kukusomea wewe katika habari, kukuelezea habari za Musa na Firaun. Kwani kulikuwa na nini kati ya Musa na Firaun? Nafikiri wengi tunafahamu yaliyopitika katika hikaya ya Nabii Allah Musa na Ibrahim. Sasa tukipitia hapo mbio mbio, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Firauna, hakika ya Firaun, ala fil ardhi, ametakabbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema aitajabbara wa tagha wa bagha. Firaun ametakabari kwenye ulimwengu, amejikuza, amejifanya kuwa yeye hakuna mfano wake katika ardhi kama hii ambayo kwamba sio ardhi yake, sio yeye mwenye ameiumba ardhi kama hii, mpaka ikafikia kule kufanya takaburi yake akamfanyia mpaka Allah jalla ulahu. Sasa Allah anamweleza Mtume Subhanahu wa Ta'ala kwamba Firaun alikuwa na namna hii, na akaendelea kumweleza akamwambia wa a'radha an ta'ati rabbil a'la, akaendelea katika kujikuza kwake, katika kujiproudi kwake, katika kujikuza kuona kwamba yeye ako daraja ya kuwa yeye mwenye kusema kila kitu ni yeye, mpaka akawa huambia wale wafuasi, sasa msimfuate mtu yoyote kinyume na mimi ndiye nafaa munifuate kwa lolote, kwa chochote. Basi ikaendelea ile ibada, ikawa Mungu pale anakataliwa, wanampinga yeye. Firaun ndiye ameshikilia bendera, anawaambia wale wafuasi wake katika Ahlul Qibti na Banu Israil pia wote kwa ujumla kwamba hakuna mola mwingine wa kuabudiwa. Banu Israil ambao wao walikuwa wanao nasli ambayo ilikuwa ni nasli ya Yaqub, kama tulivyoeleza kwamba Musa imefungamana kizazi na kimeenda kutoka kwa Nabii Allah mpaka kimefika mwisho kwa Ibrahim. Sasa ile nasli yao iko ya Banu Israili kwamba wanayo kizazi. Sasa itakuwaje mambo kama haya? Ikaendelea hali kama hiyo, mpambano kama huo. Sasa wakawa wameweka hapo, bado Musa hajazaliwa. Hayo ni mambo Firaun anayafanya, bado Musa hajazaliwa, ndio ako katika matayarisho. Mwenyezi Mungu anamtayarisha kumzaa kwa kumwamrisha azaliwe, yani si Mungu mwenyewe. Nikisema kumzaa si maana kwamba Mungu ndiye bali Mungu ameamrisha azaliwe kwa maamrisho yake mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Firaun katika kujikuza kwake huko, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kumwekea hili la uongozi kupitia kwa Musa alayhi salam. Sasa kule kufanya jabari yake, ikaja habari kwamba atakuja mwenye atakayekuondoa huu ujagina, atakuja mwenye kuondosha huu ubabe anaoonyesha Firaun. Sasa ile habari ilikuwa iko wapi? Kana alhamilu, wakati huo mbebaji mimba siku hiyo, wakati huo, wakati kifanyika hiyo, akibeba mimba kwake, ala hadha sani'ul qabih, katika hali hii mbovu ambayo iliyotengenezwa katika hii mikakati mibovu iliyowekwa na Firaun. Anna bani Israil kanu yatadarasuna, Banu Israil walikuwa wakikaa wakisoma, wakielezana, wakiambizana, fima bainahum ma yaathirunahu, wakielezana jamanini itakuwaje mambo haya. Huyu Firaun katika maamrisho yake alikuwa akifanya mambo ambayo kwamba aliyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajaala ahlaha shi'an, aliwajalia Banu Israili kuwagawanyisha kwa kuwa wasiwe na msimamo, na siku zote watu wakigawanyika, makundi yakiwa mingi, hakuna itifaki pale. Ndio pale tukambiwa aljamaatu rahma, ushikano, umoja ndio nguvu, na utengano ni nini? Ni udhaifu. Sasa hawa walitenganishwa Banu Israil na Firaun, wakawagawanyika makundi. Yastadhafu ta'ifatun minhum, Firaun alikuwa akiwadhalilisha baadhi ya Banu Israil,
akiwafanya wanyonge, akiwatwezesha, akiwafanyia madhila kwa namna mbalimbali walikuwa wakifanyiwa. Miongoni mwa madhila yao walikuwa wakifanyiwa, Firaun alikuwa akiwafanyia hawa Banu Israil, yudhabihu abnaahum, na ni mengi, lakini moja katika hayo ni kule kuamrisha kwamba anayezaliwa, atakayezaliwa katika Banu Israil, yoyote kijana atakayezaliwa na uawe. Ikapitishwa hiyo, na wale viongozi wake wakubwa wakamkatia support, wakamwambia hakuna mwenye kubadilisha hilo, na likakuwa. Na wanawake wanaozaliwa wayastahayuna nisaahum, hali ikawa namna hiyo. Sasa wakati huo tayari Allah jalla jalaluhu ashakadiria kukadiria kuzaliwa kwa Musa alayhi salam. Asema Sudhi, asema kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu, siku moja Firaun alikuwa amelala. Alipokuwa amelala, raa fi manamihi naran, aliuona moto katika usingizini mwake. Moto wenyewe alipouona umekabili eneo yote mpaka ukachoma Baitul Maqdis, lakini usichome mji wa Misri. Firaun alipoamka, ile hali aliyoiona ikamshutua, akawa mwenye kuuliza, akawakusanya watawi wale, wapiga ramli, waganga kwa jumla wote, akawaita, akawaambia masala kama hayo. Akajibiwa, wakamwambia hadha ghulamun, hii ndoto uliyoota wewe ni kijana, yuladu, atakayezaliwa, min haulai, yani atakayezaliwa katika hawa Banu Israil, na kijana huyu yakunu sababan hilaki ahli Misri, itakuwa ndio sababu ya kumwangamiza kiongozi wa Misri. Anayetafsiriwa ndoto nani? Ndiye mfalme, na atakaye kuangamizwa nani? Ni mfalme. Habari anaipata mwenyewe ayana, kuna atakaye kuja kunipondoa mimi, basi moja kwa moja atakayezaliwa achinjwe. Kapita hiyo amri. Sasa Nabii Allah Musa bado analelewa na Allah kwenye tumbo ya mamake. Hali ikaendelea katika mtizamo huo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika makusudio haya asema, ihtaraza, Firaun alitumia kila mbinu, kula al-ihtiraz, kila sampuli ya kujikenga, kila namna ambayo aliona hii ndio njia mimi nitapita, nitaokoka katika ile ambalo kwamba limezosemekana kwamba litakuja kuniondosha katika ufalme. Akaanza kutumia mbinu ili watafutwe kila wanaozaliwa katika Banu Israil, ikiwa ni vijana wafanyweje? Wachinjwe. Hakubakisha njia, hakubakisha sampuli ya vitimbi, hakubakisha kila sampuli yanayo ambayo aliweza, akaweza kuifanya. Hata jaala rijalan, katika kufanya kwake mpaka akajaalia watu, akatoa watumishi, akawaambia haya, fanyeni kazi hii sasa nyinyi. Akawaambia kazi yenu ni nini? Akawatoa watu wakubwa, watu wenye nguvu, yadhuruna ala alhiyali, wanazunguka kwenye mitaa, wanatafuta ni nani leo amezaa, mwenye mimba wanaangaliwa, fulani wanaorodha, fulani hakuna mimba, fulani hakuna mimba, mfuatilieni moja baada moja. Mkijua amezaliwa kijana, basi habari tolewe, kijana kama huyo afanywe nini? Auawe. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qaddara Allahu wa ma shaa faala, alilolikadiria Mungu ni lile lile, na analolitaka Mungu kulifanya ni hilo hilo analolifanya, na linafanyika. Wakashindwa, wakawa si mwenye kulipata. Falamma jaahum bilhaqqi, sasa Mungu asema wakati tulipowajilieshia wao ule ukweli, walipodhihirikiwa na ukweli, min indina, yani ile habari sasa ilipokuja kwao, qalu qtulu abnaa alladhina amanu ma'ahu, yani waueni vijana wa Banu Israil na wale walioamini katika hawa Banu Israili, kumwamini huyu kijana ambaye atakayezaliwa wote.
Kaendelea hali sasa. Mtume Musa alayhi salam bado yuko katika uzao. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa auhaina ila ummi Musa. Tayari Musa mazazi yamefika, kuzaliwa kijana kama huyu tayari wakati umefika, ikawa mwenye kuzaliwa hakuna jinsi. Musa azaliwa hali huku jamaa wanapiga dauria, wanatafuta mwenye anazaliwa, na hakuna siri mahali penye kuna mtu anazaa au penye kuna mwenye amezaliwa, hakuna siri. Licha kwamba watu wanatafutwa, hata kama hakutafutwi, siri hakuna hapo. Sasa Nabii Allah Musa alizaa hali ya kuwa yeye anatafutwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Nabii Allah Musa alayhi salam, kwa hali hiyo ndio akaja kuambiwa kwamba ni miongoni mwa wale ambao kwamba waliokolewa na Allah. Aliokolewa vipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia, wa auhaina ila ummi Musa. Mwenyezi Mungu alimpatia ilham, si wahai. Wahai ni wa mitume peke yao. Ilham ilimuilia kwenye moyo wake. Ilham ni ilhamu gani iliyomuilia? Si yeye mwenyewe, Mwenyezi Mungu ndo alimpelekea ilhamu, akamuingiza ilhamu kwenye moyo wake. An ardhiihi, baada ya kuwa shamza mtoto ashazaliwa. Sasa Mungu akamtia mama ya Musa ilhamu kwenye moyo wake, mnyonyeshe huyu kijana, si ashazaliwa. Msemo wa Kiswahili usema mwana ayavo ndivyo azaliwavo. Kwa hivyo huyu atafutwa na alishazaliwa, mlee. Siogope Musa kumlea Musa, mama Musa akamwambia. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ni hodari, ana maneno yake ambayo kwamba hayatokeshi. Maneno yake yanakuwa ni tamu, kila ukiyasikia atakuyasikie. Hakukoma hapo kumwambia anirdhihi, ingekuwa ni ugumu sana. Angemwambia nyonyeshe, ni amri. Irdhihi, nyonyeshe. Allah anamamrisha fi'lu amri, nyonyeshe huyu Musa, ewe mama Musa. Sasa ingekuwa Allah amekoma hapo, ingekuwa hakuna jinsi nyingine, hakuna njia ya kupita mama Musa isipokuwa ni amnyonyeshe. Na huku utafuta, nikishikwa naye mimi itakuwaje? Mtoto sina na mimi mwenyewe pia simo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, fa idha khifti, nimekuamrisha umnyonyeshe. Hiyo ni amri mimi mwenyewe, lakini usisimame na hiyo peke yake. Fa idha khifti, ukihofia, ukiingiwa na hofu ambayo hii iko kwenye mwanadamu, ikikupitia hofu kwamba wewe utaogopa kulifanya hili kwa kumlea huyu mtoto wako Musa, basi faalqihi fil yammi, na kuamrisha mimi pia jambo la pili. Mawili sasa haya. La kwanza mnyonyeshe, ukiogopa mtupe kwenye yammi. Yammi wamesema ni kama mto wa Nail, mto wa Nail ule uko Misri, mtupe katika mto kama huo. Sasa mambo mawili, amua moja ya hilo. Ima umlele mwenyewe, umsondeshe nyumbani mpaka afikie mustawa wa kuwa kijana, ama mtukue kwa amri yangu, wewe ndio kamtupe katika yammi kama hiyo nilokuamrisha. Mweke kwenye sanduku mzuri sana. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala hakumwachia mama Musa wasiwasi, maana haya mambo mawili wasiwasi. Allah anaambia nimlele, na nikiogopa kumlelea mimi kumnyonyesha nimtupe kwenye yammi. Sasa haya mambo mawili yote ya wasiwasi, hakumwacha hapo. Allah akamwambia, wala takhafi wala tahzani, wala usiogope mama Musa kwa haya nilokuambia. Ikiwa umeamua kumnyonyesha, mnyonyeshe, usiogope. Na ikiwa umeamua kwenda kumtupa penye nimekwambia ukamtupe, la takhafi wala tahzani, usibabaike wala usiogope. Fanya moja wapo kati ya hayo mawili. Kisha Allah anamliwaza, anamwambia, inna radduhu ilaika. Ukiwa utamlelea, ukimtupa akienda vyovyote vile, sisi huyu tutamregesha kwako. Huyu ni mtoto wako na wewe ndiye utakayemlelea.
inna radduhu ilayka waja'aluhu minal mursalina. Bishara Allah anambashiria mama Musa, anamwambia tutakuregeshea Musa wako huyu na tutamjalia ni miongoni mwa mitumi. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sasa pale pale Firaun huku ameshaweka walinzi, watu wanafanya kazi zao. Musa ashazaliwa. Mama Musa aliona la kufanya ni lipi? Mimi ni moja kwa moja, amri yenye imekuja ya kwanza sitoiweza, amri ya pili nitamweka katika tabuti, mimi nikamweke kwenye yami, niache amri yake Allah subhanahu wa ta'ala ifanye kazi vile alivyokuwa ameamrisha. Akamua mama Musa, akamchukua mtoto kama huyu ambaye ni mchanga, akampatia, akamweka katika sanduku, akamdhibiti vizuri, na akaenda akamweka katika yami kama hiyo. Ikawa ni hali yenye imepita. Ambaye mama Musa mwenyewe qala Suhaili asema huyu alikuwa akiitwa kwa jina la Ayadhaha au Barikha. Akona majina sampuli tatu zimetofautiana. Sasa mama kama huyu alipoona hapa kwamba hili ndilo la kufanywa, akaamua kalifanya. Akaweza kumchukua wa alqi fi khaldiha, akachukua akamweka katika dhibiti ambayo kwamba ilikuwa ya sawa, na akamweka katika yami, akaenda kwa namna Mungu alivyompangia kwenda. Kisha akasema fa innahu in dhahaba fa inna Allaha sayaudu ilayka. Alishaambiwa kwamba Mungu atakuregeshea. Wa inna Allaha sayaj'aluhu sababan mursala, na itakuwa sababu yake yeye huyu kuwa ni kiumbe ambaye kwamba Mungu alimchagua kuwa ni mtume sallallahu alayhi wasallama. Baada ya hapo Allah atuambia faltaqatahu ala Firaun. Mtoto akaokotwa na watu wake Firaun, wakamchukua wakaja naye mpaka nyumbani kwa mfalme Firaun. Walipoingia nyumbani, mfalme hayuko, aliyoko ni mke wake Asia. Alipoingia akamwambia yule mwenye amemokota, ima ni katika wale wafanyakazi, wengine wasema ilikuwa ni jamaa yake Firaun, na Mungu amelifanya hili kusudi kutia taaqili, kuonyesha kwamba Musa huyu ndiye yule adui ambaye wewe Firaun unayoyafanyia hawakuwafanyia uadui wako, leo huu ndiye atakayekuja kukuondoshea uadui wako. Ndio akamtoa miongoni mwa wale waliomokota watu wake. Sasa akaenda akamokota, akampeleka nyumbani. Alipomfikisha nyumbani, akasema Asia baada ya kumuona, akasema huyu ni kijana. Kufungua tu ile sanduku, kwanza alisalimika. Angalia, kitu kimefungwa kwa dhibiti ambayo kwamba ilikuwa sawa sawa. Walifungua hali ya mtoto akiwa saliman, amesalimika, hajapata madhara yoyote, hajapata affect yoyote. Akimtizama tu Asia kule kufungua ile sanduku aliyowekewa Musa, pale pale Allah subhanahu wa ta'ala kaiweka katika moyo wake mapenzi ya kumpenda Musa alayhi salam. Allah akamjaza mapenzi, akamjaalia. Asema falamma futihatil bab, nilipofungua mlango, Asia asema nilipofungua mlango, wakashaftul hijaba, nilipofungua ile pazia kumshuhudia ni kijana gani aliyoko ndani, waraat wajhahu, nalipouona uso wa Musa alayhi salam, yatala'ala bitilka al-anwari an-nubuwiyya, unameremeta, unanawiri nuru ya utume wakati bado ni mtoto mchanga. Asia anaeleza hali kama hiyo ya Musa alayhi salam. Asema nilipoiona hali kama hii, wa waqa nadharaha alayhi, nikawa sasa mimi sitaki kuinua macho yangu, na muangalia tu, nimemkodolea. Wenye kusema wanasema amekodoa macho kumwangalia kihali ya ndani sana, ameiona nuru ya juu. Far'at ala, asema qarrat aynin li walaka,
Ndio maana hili tamko alipolitamka kwa sababu ilikuwa Allah alishamjaza mapenzi ndani mwa moyo wake. Asema Firauni sasa akaja akaingia nyumbani. Alipoingia nyumbani akamkuta kijana, ndiye huyu hapa, dume tena, hata si msichana, ni dume. Katika wale ambao niliwaamrisha wafanyweje? Wauawe. Leo itakuwaje dume ameingia nyumbani? Akamuuliza ma hadha, mke wangu, huyu nani? Na lazima sio wewe mume ukenda nyumbani unakuta hali zingine, wewe huona watu hata huwajui kina nani, unafurahia tu, hujui kuna nini bwana. Uliza, anta rabbul baiti wa anta rai, wewe ndiye kiongozi wa nyumba. Umetoka umekuja nyumbani ukute mababa umeketi nyumbani upiga story kama nani? Waulize, wewe ni masuhulia, utakwenda kuulizwa kwa Mungu. Kwa hivyo Nabii Allah Musa alipoingizwa kwa Firaun nyumbani, Firaun alikuwa hayuko. Firaun aliporudi akamuuliza mkewe, huyu ni kijana gani? Mkewe akamjibu ambaye ni Asia. Haraka upesi, kabla hajajibiwa akamwambia haraka achinjwe. Haraka achinjwe, kabla hujanijibu nataka achinjwe. Mwanamke, kwa kuwa ni mwanamke, na hii ndio sifa ya uke. Wakati mwingine mwanamke anatuliza ngori za ume, sio? Au anasema kihuku, si ndio hivyo? Anatuliza zile jazba. Mwanamke ambaye ni mwanamke ni yule anayetuliza jazba za mumewe. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia kwamba wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, asema nyuma, nimejalia wa khalaqa minhuma zawjaini, nimeumba katika mwili wa mwanamume nimeumbia mwanamke, litaskunu ilaiha, ili apate utulivu kupitia kwa nani? Kwa mwanamke. Kwa hivyo utulivu wa mwanamume uko kwa nani? Kwa mwanamke. Sasa Firaun alitulizwa pale pale, akasea, akanyamaza, akazima kama povu la sabuni. Muue. Asia akamwambia, ya zaujati wa qurrati aini, kipenzi changu wa habibiti. Maneno mazuri ya kumlainisha, akamlainisha. Wadafa'at anhu, na akamtoa katika ile fikra aliyokuja nayo, akampatia maneno laini, maneno mazuri, maneno ya kumliwaza, mpaka mwisho Musa akanyamaza katika ile hali. Kisha akamwambia, asa an yanfa'ana, Firaun, yani ni tumuue huyu bwana baada sasa malizika ile hasira, henda huyu kijana akatunufaisha sisi. Lakini kabla hili kwanza Musa alibashiriwa na Asia kumwambia Firaun, qurrata ainin li walaka, hiki ni kitulizo. Ile swala ya kwanza aliouliza ni nani huyu, Asia akamwambia qurrata ainin li walaka, ni kitulizo cha macho yangu na macho yako Firaun. Firaun akaona kitulizo cha macho yangu, huni adui yangu, si kitulizo. Akanjibu pale pale akasema, amma laki fanaam, kwako wewe kuwa ni kitulizo ni kweli Asia, kwako ni kitulizo. Wa amali, ama kwangu mimi, fala, si kitulizo kwangu, huyu ni wasiwasi kwangu, umeniletea wasiwasi ndani mwa nyumba wewe. Basi hali kaendelea, Firaun akakaa, mambo ikawa namna hiyo. Sasa hali ikawa mtoto ataka kula, mtoto ataka kunyonya, ikawa ni uzito. Sasa akatafuta mwenye kumnyonyesha, akawa hawawezekani, kila anayeletwa haiwezekani, mpaka wakapewa wafanyakazi, wakaambiwa haya, nendeni naye sokoni mkatafute wale wenye kunyonyesha watu, wamtukue na huyu wamnyonyeshe. Kila walipofika, wakiingia sokoni, kila pembe wanaopita hakuna mwenye anayekubaliwa hata mmoja. Huku nyumbani mamake ana wasiwasi, asema kwamba wakati Nabii Allah Musa alipomtoa sasa kumtupa pale penye alipomtupa, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia sasa kumwambia mamake kwamba wewe nimekupa tulizo utulie, lakini huku bado kawaida mwanadamu roho yake na wasiwasi, hasa kwa kijana.
Ndio asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa asbaha fuadu ummi Musa farighan, ulipambauka baada ya lilo tukio la kumweka kijana katika ufuo kama huo wa bahari au katika yami kama hiyo, moyo wa mamake Musa ulitoka mambo yote, ikawa hana jambo lolote ndani ya moyo wake. Hana mawazo ya dunia, hana mawazo ya chakula, hana mawazo ya kila kitu, bali ameweka mawazo yake ni mawazo gani? Asema Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kitu idh kadat litubdi bihi, ajikurubisha kila wakati yeye kumkumbuka ile habari ya Musa. Kila saa humjia, nimefanyaje mimi, sijui mtoto wangu atakuwaje. Anafanya kila wakati. Kisha sema laula an rabatna ala qalbiha, lao ningeiweka subra, lao ningejikaza kwa lile aliloniambia Allah nimnyonyeshe mwenyewe, basi ningekuwa katika waumini, mimi singekuwa na babaiko kama hili. Lakini kwa kuwa Mungu anapanga, anafanya mambo yanayotaka, basi baada ya hapo mama Musa akamwambia ukhti yake, ittabi'i atharahu, hebu toka dadangu wewe, hebu toka uzunguke mitaani, henda ukaona athari yake, pengine utaiona na mimi nipate kutulia, unifikishie habari kama hiyo. Basi akatoka ukhti yake kama huyu, akawa anazunguka anapita kila upande, na huku tayari kule tuliambiwa tayari mtoto alishafikishwa sokoni, kila anayepelekewa anamkataa. Imefikia sasa amesimamishwa kwenye mlango wa soko, anaongojewa nani atakayepita. Muda si muda ukhti yake mama Musa akaona watu wamesimama wengi, akaenda pale. Akifika pale akaona huyu ndiye kijana mdogo anatafuta mwenye kunyonyeshwa pale. Kwa kuwa ni kijana anemjua na yeye ametolewa nyumbani kwamba aende ukamwangalie, pengine utamuona tupate utulivu. Pale akatoa habari akasema, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu, si wapeni habari ya kuwa kuna mwenye ambaye kwamba atakaye kumnyonyesha huyu na atamkubali. Na haya maneno anayowasema ilikuwa ni naswaha anawapatia, ili wapatiane lile ambalo Mungu alilolitaka na liwe. Basi walipoambiwa hilo, wakawa wenye kwenda moja kwa moja mpaka kufikia kwa mamake. Walipofika, walipomtizama tu ndiye huyu mtoto kuambiwa, haya sasa mpatieni amnyonyeshe. Kule kushadihi mtoto tayari, kabla hajafunguliwa ile nyonyo, tayari mtoto mwenyewe anakimbilia kifua cha mamake, kwa utendakazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ahadi yake aliyomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia kwamba inna radduka ilayk, tutakuregeshea wewe mamake, usibabaike. Ndio hiyo sasa ahadi ya Mungu, inna Allaha la yukhliful mi'ad, imeregea hapo. Ndio asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, waradadnahu ila ummihi, tukamregesha Musa kwa mamake, kaitaqarra ainaiha, ili apate kutulia macho yake saa zote, amuone mtoto wake. Itakuwaje nimemzaa mimi alafu nimtupe, sijui ameenda wapi, amelelewa na nani? Apate kutulia. Akaregeshwa. Mungu akamwambia, wala tahzan, usihuzunike, inna wa'da Allahi haq, wa'da Mungu ni ukweli na hili limekuwa. Basi ikaendelea hali kama hiyo, akalelewa Musa na mamake akawa anamnyonyesha. Resheni yake, chakula chake, kila kitu chake kinatoka kwa nani? Kwa aduwillahi Firaun. Kila kitu kinatoka kwa Firaun. Ikawa sasa, ikawa haiwezekani kuanzia mama Musa huenda nyumbani kumnyonyesha, mpaka wale walioko nyumbani wakamwambia, Firauni na Asia wakamwambia, ya nini wewe uende urudi kila siku, uende urudi, si ulale hapa sasa?
Mama Maryam akamwambia haiwezekani, mimi niko na sheria nyumbani, mimi niko na mume wangu, na siwezi kuchukua amri kwa kichwa yangu nije nilale bila kuamrishwa na mume wangu, lazima nikamshauri. Akinikubali ahlan wa sala, akikataa basi sitaangalia shauri nyingine. Lakini kwa kuwa ni jambo la pangwa na Mungu, alipokwenda kule mumewe akakubaliana na yeye, wakaelezana, ikawa hakuna uwezekano, mlazima mtoto achukuliwe kwa Firaun, apelekwe nyumbani kwa mamake, alelewe hapo hapo. Na akaleleka hapo kwa muda ambao kwamba ameleleka mpaka mwisho wa kwisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin. Akalelewa Musa, akaendelea na maisha mpaka akafikia umri sasa miaka 40. Alipofikia umri wa miaka 40 ndio umri ambao kwamba mitume wamepewa utumi, takriban mitume wote, isipokuwa kama tumezoelezwa jana kwamba Nabii Allah Ibrahim alipata utumi akiwa ni mdogo. Sasa Musa alayhi salam alipofikia mustawa wa miaka 40, Mwenyezi Mungu asema atainau hukman wa ilma, tulimpatia utumi na hikma. Na hivyo hivyo ndivyo tunavyowalipa wale wenye kufanya wema. Yoyote anayefanya wema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajizil muhsinin, hawaati patupu, anawalipa katika ule wema waliofanya. Hapo baada ya kuwa amefikia miaka 40, sasa Nabii Allah Musa amekuwa ni shabab, amekuwa ni barobaro, amekamilika. Sasa akawa mwenye kuanza kuingia mitaani sasa Misri. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dakhala almadina ala hina ghaflatin, akaanza kuingia wakati wa mchana. Riwaya nyingine wasema masaa ya saa 7-8, ile masaa ya watu washakula mchele, washakula mpunga, wameenda kupumzika, hakuna gozigozi kwenye mitaa, hiyo masaa ya mchana hiyo. Baadhi ya wengine wamesema hivyo, wengine wakasema wameingia baadhi ya ishaaini, baada ya kuswaliwa salatul isha kabla haijamalizika ile ya isha ya mwisho. Kuna isha mara mbili, kuna ya wakati wa mwanzo, kuna na ya wakati wa mwisho kabla tulu'i alfajr as-sadiq. Tumeelewana vizuri? Sasa katikati ya hapo, baina ya kuswaliwa isha ya kwanza na kabla ya kumalizika isha ya pili, kuingia isha ya pili, hapa katikati sasa Musa aliingia mitaa kuangalia kukoje, ndio aanza sasa kwenda mitaani, si ndio? Alipoingia, Allah Subhanahu wa Ta'ala aeleza katika kutembea kwake, fawajada fiha rajulaini, akapambana na watu wawili wanapigana. Mmoja ni katika watu wa Bani Israili na mmoja katika watu wa Firauna min ahli al-Qibti. Alipoona watu kama hawa, fasta'anahu alladhi, ikawa roho yake ile imani yake na ruhuma yake na kufikiria yale yaliyofanyika nyuma, kwamba mimi nimelelewa hapa na hawa walionilelea ni katika watu wangu, japokuwa wao walikuwa hawajajuana kwa hali hiyo, lakini miongoni mwa Bani Israili. Sasa wale waliokuwa wameona lile tendo la Nabii Allah Musa kulelewa, wakawa wanamuita Musa ni ndugu yao. Sasa Musa kwa ile haya akaona, mimi hata kama mbali na hili, kwa kuwa nimeshikamana na wao, nimelelewa na wao, wananiita ni ndugu yao, kwa kuwa nimenyonya kwa upande wao mimi, basi sitaweza kuacha hili, wacha nikamnusuru. Sasa alipokwenda kufanya hiyo nusra, asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, alipofika pale, fawakazahu Musa, katika kunyosha mkono. Na hii hapa kuna maana hapa tunafaa tufahamu vizuri sana. Fawakazahu, inasemekana kwamba Musa alimpiga dharbi ala alkaffaihi, hiki kiganja cha mkono. Sasa kiganja cha mkono kwa lugha ya Kiswahili tunasema ni kofi. Alimpiga kofi. Kwa nini ampige kofi? Hapa kuna sababu. Ima sababu ya kwanza, ilikuwa bahati mbaya, kama ilivyosemekana kwamba Musa hakukusudia kumpiga ili amuue. Manake kofi lilomuingia huyu bwana moja kwa moja alianguka kafa. Wengine wasema ni ufimbo. Ala kulli hal. Lakini sasa kwa namna hii ya kuwa amempiga, kwa nini? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala pia ametufundisha, ametuambia, mkiona mapote mawili au mkiona watu wawili wanapigana, ametuamrisha kwanza filu amri, asema fa aslihu,
ametuamrisha Allah tuwafanyieni islahi, tuwapatanishe, tuwatoe katika ule ugomvi. Fa in baghati idahuma, mmoja ya hao kati wawili wanaogombana wanaopigana akikataa hataki sulhu, Mtume Allah subhanahu wa ta'ala asema faqatilu allati tabghi, huyo mwenye amekataa sulhu mpige. Kwa riwaya hii tuweza kusema Musa alimpiga kwa sababu pengine alipotaka kufanya sulhu baina yao, huyu bwana Kipti alikataa. Musa akafanya nini? Akampiga kofi. Wallahu a'lam, zaidi Mungu ndiye anayejua. Hali ikaenda namna hiyo, ule bwana akawa mwenye kufa. Sasa tayari wasiwasi wa pili umemuingia. Huku nyuma Firauna anamtafuta, amelelewa mpaka mifikia mustawa wa kuwa ndio amekuwa ni miaka 40. Tayari tukio la pili ndilo hili hapa, nimeshamua kijana ambaye ni miongoni mwa watu wake Firaun. Itakuwaje hii habari ikaenda kwa Firaun? Asema lamma dhakara ta'ala annahu an'ama, alipoeleza Mwenyezi Mungu kama amewaneemesha Banu Israili kwa kumtuma Musa alayhi salam. Sasa Musa alayhi salam kwa hali hiyo yote, kwa kuwa ni neema Mwenyezi Mungu amemneemesha, akamuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, qala hadha min amali shaitan, hili tendo nimezilifanya ya Rabbi ni tendo la kishaitani. Shaitani ndio amenighuri. Innahu aduwwun mudhillun mubin, aduwwun mudhillun mubin, shaitani ni adui wa waziwazi, tena na ni mpotevu wa waziwazi, na ndiye amenifanya mimi yote haya mpaka nikafikia. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi. Angalia ubinadamu, alijijua, na ndio inatakiwa kila mmoja awe na sifa kama hizi. Wakati alipoona hili tendo amelifanya hata kama si makusudio yake, lakini anamwambia ya Rabbi inni dhalamtu nafsi. Eo ni wangapi tunaofanya madhambi tena ambayo kwamba tunayokusudia haswa? Je, tunainua mikono kumwambia ya Rabbi dhalamtu nafsi, nimeidhulumu nafsi yangu kwa kuasi wewe ya Rabbi? Amwambia faghfirli, nisamehe ya Rabbi madhambi yangu. Musa alayhi salam ambaye ni kalimullah anamwambia Musa, Mungu nisamehe. Kisha amwambia faghafara lahu, Mungu pale pale naye akasema amemsamehe kwa makosa hayo. Innahu huwal ghafuru arrahim, Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kurehemu waja wake. Kisha akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran almujrimin, ya Rabbi nakuomba usinipe nguvu za kuwasaidia wale watu waovu. Hali kaendelea, mambo yakawa namna hiyo. Nikipita mbio mbio naona wakati ndio unaendelea kufikia katika wakati wa swala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia ya Musa. Sasa Musa alipoona hali kama hii, mambo imekuwa namna hii, kabla ya kufikia popote, kwanza wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a, akaja mmoja katika watu wa Madina wa Misri. Asemekana kwamba huyu alikuwa ni miongoni mwa mmoja katika wale waliokuwa wamemwamini, walioamini imani yao, lakini walikuwa yaktumu imana, wanamwogopa Firauna, wanaificha imani yao, lakini ni waumini. Akaja kwa Nabii Allah Musa akamwambia, ya Musa innal mala ya'tamiruna bika liyaktuluka. Mimi nakupa habari Musa, nakupa uvondo, nakupa siri, nakupa kidokezo hiki, nakudokezea kwamba kaumu ya Firauna, mala kipote cha Firauna, wale mabonyenye wakubwa ya'tamiruna bika, wanakupangia njama wewe. Njama ya kukupangia wewe ni gani? Liyaktuluka, wanakupangia njama ya kukuua. Fakhruju, haraka utoke hapa Misri. Inni, hakika mimi, laka minan nasihin, hii nimekupea wewe nasaa, nimekuletea mimi Musa, toka, wapangiwa njama. Musa pale pale fakharaja, akawa mwenye kutoka, minha, Madina, hapo Misri, kwa kauli hiyo aliyopewa pale pale. Musa akawa mwenye kutoka khaifan, hali ya kujificha, anatoka na huko akijificha, akienda akizunguka, nani ananiangalia, nani ananiona, anaficha.
Sasa katika hali ya kufanya hiyo akawa anaendelea, kisha akamwambia ya Rabbi najini minal qaumi dhalimin, mimi natoka ya Rabbi, nakuomba uniongoze katika kuongoka kwangu, uniongoze na watu madhalimu wasinipate. Musa alayhi salam akatoka. Baada ya kutoka, alipokwenda katika mwendo wake, akafikia mahali akapambana na ile hali aliyokutana nayo juzi ama jana, wawili tena wanapigana. Sasa hali ikawa namna ile ile. Akishtuka vizuri katika kwenda kuona ile hali, kuangalia, akamuona mmoja ni yule yule aliyekwenda kumtetea katika watu wa Bani Israeli, yule yule wa jana aliyekwenda kumsaidia ndiye anayepigana, na mwingine katika watu wa Qibti, lakini si yule yule, ameuawa, si ndio? Kwa hivyo ni yule aliyekuwa akipigana jana niliyokwenda kumsaidia ndio leo anapigana tena. Musa akamwangalia pale pale, akamwambia innaka minal qaumi dhalimin, wewe ni katika madhalimu bwana, haufanyi mambo haya kila siku. Jana nilikuchatulia kesi zako na leo tena. Lakini ile huruma kama nilivyoeleza kwamba Musa alikuwa nayo, hakuweza kumwacha, alienda kutaka kufanya nini? Kumkabili. Lakini kabla ya kufikia pale pale, huyu Qibtia akamwambia ya Musa, aturidu an taktulani, wewe hivi unakuja kuniua mimi? Wataka kuniua mimi kama ulivyoiua nafsi jana? Bimaana huyu aliona vile alivyofanyika jana, si ndio? Asemekana huyu alimuona Musa akimuua. Sasa ikiwa huyu alimuona, habari kwa Firauni imeenda ikwenda, kwa sababu ni watu wake. Taban yeye anatoka kwenda kujificha, na huko ashaambiwa kwamba utafutwa mbele, mambo mengine yanamkumba. Musa alayhi salam akakimbia na mambo kama hayo, akawa ni mwenye kuendelea na safari yake. Akamwambia Musa alayhi salam pale pale katika hali hiyo, baada ya kuambiwa hilo, akaja tena wa pili akamwambia Musa, toka. Musa, toka, usikae hapa. Hii ni amri ya pili. Naona wakati umefika tusikie adhani inshallah, halafu tumalizie penye tutafika inshallah wa taala. Taban baada ya kupata habari kama hiyo Nabii Allah Musa, na moja kwa moja akawa ni mwenye kufuata nasaha aliopewa. Fakharaja minha khaifan yataraqabu, fakharaja minha khaifan yataraqabu. Musa alayhi salam akawa ni mwenye kutoka hapo hapo, huku akiwa ni mwenye kujificha, akawa ni mwenye kuelekea kwenda Madian. Kwa sababu gani? Kukimbia uadui, kukimbia idhlal, kukimbia yale ambayo kwamba anayoyafikiria kwa mfalme ambaye alikuwa na ufalme wa kiudhalimu, naye ni Firaun. Akamwambia Rabbi najini minal qaumi dhalimin. Walamma tawajjaha tilqa Madian, alipoelekea sasa Madian, qala, akasema Musa, asa rabbi, henda mula wangu, yani akawambia na kuomba mula wangu, an yahdiani sawa as-sabil, katika kwenda kwangu huku ndia hilo ifuata, na muomba Mwenyezi Mungu henda akaniongoza katika ndia ambayo kwamba ni ndia ya sawa. Basi akaenda Nabii Allah Musa, akafika mpaka mahali alipofika. Akafika walamma warada maa Madian, alipofika mahali panapoitwa Madian, mahali penye wanyama wananyoshewa maji hapo. Akafika mahali kama hapo, akakuta ummatan minan nasi, watu wengi wamejazana mahali kama hapo. Yasquna, akakuta watu kama hao wananywesha wanyama zao. Wawajada min dunihim imraataini, akitizama vizuri akawakuta wasichana wawili, hawako na wale watu, wako peke yao. Na huku akawaona katika hali aliyoiona kwao, asema tadhudani. Allah anasema aliwaona Musa wasichana hawa wawili huku wakijifanyia istighfaf, wakijificha ficha, wakijiweka kando kando, wakijitenga tenga, hawataki kutangamana na wale watu walioko pale. Musa akawa anawatizama vizuri sana. Kwa hali hiyo haikumpelekea aweze kunyamaa peke yake, ikawa lazima aende akajue ni nini, iko shida gani kwenu, mbona hawa watu ni wengi, nyinyi mko kando, mbona munaonekana
hali ambayo kwamba ni za kiudhaifu, ambayo kwamba si kawaida venye ambavyo watu wako hapa. Basi akamwambia qala fama khatbukuma, hebu niambieni muna nini nyinyi wasichana wawili? Wakamwambia sisi hatunyoshi wanyama zetu hapa. Manake walionekana watu wanakimbilia katika laini kwenda kutaka kunyoshesa wanyama zao, wao hawaendi, kama wanajitenga kando na wanyama wao, wakitaka kwenda wao waondosha kule katika kwenda kuingia katika fungu la wanyama wengine. Mbona mnafanya hivyo? Akamjibu akamwambia sisi hatunyoshi wanyama zetu mpaka hawa wanyama wote na hawa watu wote wamalize kunyesha wanyama zao, wakisha kuondoka ndipo na sisi tuje tuwanyoshe wanyama zetu. Musa akasema haiwezekani, na wakaeleza ile hali kwamba jinsi ilivyo hapa mahali penye ilikuwa kwenye hiyo Madian. Wanasema wanazuoni katika tafsiri zao mbalimbali kwamba ni sehemu kuna birika au kuna kisima kikubwa ambacho kina mfiniko, kimefinikwa kisima hiko, mfiniko wake hauwezi kuinuliwa mpaka wainue watu 10 wenye nguvu. Sasa hawa watu wanainua kwa pamoja wakiwa wameshirikiana, wakimaliza wanaregesha hivyo hivyo, wanawaacha wasichana kama hawa wakiwa peke yao, na wao wanang'ang'ana kipeke yao mpaka wanaifungua ile sehemu, na wao wanawanyosha wanyama zao. Musa akaona hali hii haiwezekani, ni wasubiri mpaka wamalize. Pale pale akaenda akafanya huduma, akawahudumikia na wakanyoshewa wanyama zao. Wanyama wakarejeshwa nyumbani, wasichana wawili wakaenda nyumbani. Kufika nyumbani, baba yao ambaye alikuwa ni Shuaib akaona maajabu. Mbona leo umerudi mapema? Kwa nini? Kuna nini? Falama walipofika wakamwambia mambo yaliokuwa, wakamuelezea baba yao habari ambayo iliyotuka. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuambia majibu, kuwapa hawa kumjibu kwamba sisi tumemwambia baba yetu, tulikwenda tukampata kijana ambaye ako na ruhuma, mwenye sikitiko, akatufanyia huduma ambayo hatuyawahi kufanyiwa. Basi pale pale baba akaona haya mambo yana umuhimu sana, hii habari ni mzito, watoto wangu tena mabinti, na yasemekana ilikuwa hakuna kijana isipokuwa ni mabinti peke yao. Riwaya nyingine yasemekana ilikuwa mabinti 8, lakini walokwenda katika kunyosha wanyama zao walikuwa 2. Ala kulli hali, kwa namna ilivyozungumzwa. Sasa baba Shuaib pale pale akajaalia kuambia Musa, kuambia hawa wasichana wake, nendeni mkamuite huyo mwenye amefanya hiyo kazi. Musa alipofanya lile, alishamaliza kazi yake, akaenda chini ya mti kwenye kivuli, akajilalia hapo mwenyewe, na huku akamuomba Mwenyezi Mungu, akamwambia Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Hapa niliposhukia mimi ya Rabbi, nimetoka Misri, nimefika hapa Madian na sijui pahali penye, maana yake ameandama njia yeye hajui mahali pale. Nilipofika ya Rabbi, hapa nilipo naomba khairi zako, mimi ni fukara, nahitajia khairi zako. Pale pale Allah Subhanahu wa Ta'ala asema fajaathu ihdahuma, pale pale mara aona msichana amemsimamia Musa. Muona msichana mmoja amefanyaje? Amemsimamia. Tamshi ala istihyai, anaenda kwa mwendo wa kike wa haya, sio mwendo wenye wanatembea wanawake wetu tulionao leo. Anajua mimi naenda kwa mwanamume ambaye si maharimu yangu. Hakuenda katika ile hali ya kuonyesha kwamba mimi nimekuja na ushogo wangu hapa. Ameenda na hali ya kujistiri, istihya, hali ya kujistiri, hali ya kuwa amejiweka katika hali ya usawa ya uke ambao kwamba unatakiwa katika kujistiri mwanamke. Pale pale akamwambia qalat, mwanamke kama yeye akamwambia Musa, hakika ya babangu yad'uka, anakuita wewe, liyujizika, akulipe malipo. Kazi uliyoifanya ni kazi kubwa, unafaa ulipwe, babangu amesema uende. Basi pale pale Musa hakufanya mjadala, akasema haya ndio majibu Mungu amenijibu, inni bima unziltu
bima unziltu ilayya min khairin faqir, hapa niliposhuka Rabbi mimi ni fukara, nahitajia khairi zako. Khairi ndizo hizi Mungu anazituma kumletea huyo msichana. Sasa Musa katae hapo, achwende nitafuata. Sasa katika kwenda, msichana alikabili mbele kumuonyesha njia Musa alayhi salam, kwa maadili ambayo kwamba ndio maadili mema ya Kiislamu. Alimwambia msichana, la irji'i warai, kuja nyuma yangu, kaa nyuma yangu, hakuna kukaa mbele yangu. Wewe hujui njia? Akamwambia ndio sijui, lakini mimi nitakaa mbele yako. Nikienda njia kombo, chukua kijiwe, rusha, ekeza mahali penye nafaa niende. Hiyo ndio uadala. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema mukhlisan, alikuwa na ikhlas. Ingekuwa ni mimi na wewe leo, msichana amekuja mpaka hapo, kabla ya kwenda kupeka ripoti kwanza ile tu kuwafanyia kazi, mimi nimeshafanyia huduma sawa, nataka ijara hapa, japo kwa dakika 5, sio haraka upesi. Waliyadhu billahi min dhalik. Musa alimwambia, kaa nyuma, mimi nitakufuata na utaniongoza kwa kunirushia kijiwe pahali penye nimekosea njia. Tabani ikawa namna hiyo, wakaenda mpaka nyumbani. Walipofika nyumbani, Musa akaulizwa masala na Nabii Allah Yaqub Shuaib, na akamjibu vile alivyomjibu, habari ilivyokuwa mpaka mwisho. Nabii Allah Shuaib akamwambia, hapa ulipofika wewe usiwe na wasiwasi, umeokoka na jauta minal mulki dhalimin, umeokoka kutoka na mfalme wa kidhalimu. Musa akakaa pale, msichana akatoa kauli kumwambia baba jambo la pili, baba, katika wenye kuajiriwa na kuomba mwajiri huyu, kwa sababu huyu ni mwenye ambaye kwamba ni mwenye nguvu na ni mwaminifu. Baba aona alijuaje kwamba huyu ni mwaminifu? Alijuaje kwamba huyu ni mwenye nguvu? Na tabaan ndizo hali zinazokuwa. So wewe una msichana wako unazungumza naye hajakuwa vizuri, ashakwamba baba fulani, kwa sababu fulani una jambo fulani na fulani, tabaan ya kikwetu itakuwa ni mambo ambayo kwamba ni ya mushkili. Na huyu Musa alipoambiwa haya kuelezewa babake, msichana kumweleza babake, alimuuliza vile vile, akamwambia lilipi limezokujulisha wewe? Ndio akamwelezea ile habari ilivyopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia ule ujira, akamlipa, akamletea rehema zake, akawa ni mwenye kukaa kwa Shuaib kwa kufanya kazi ya kuchunga wanyama. Akachunga kwa maagano walioagana. Kauli ya baba mwenyewe anampatia golden chance, anamwambia chance ulioifanya na wewe sasa malipo ndio haya. Uridu an unkihaka, nataka nikuozeshe wewe Musa mmoja katika hawa mabinti zangu. Sikwambii fulani, pengine kikuchagulia mimi utasema nichagulia huyu mwenye upotofu, huyu ana jito moja haoni, huyu ana sikio diko. Hapana, chagua hawa wawili, mmoja mwenye unaitaka mwenyewe mimi nikuozeshe. Mahari unifanyie kazi kunitungia wanyama zangu miaka 8 mpaka 10. Sawa sawa, 8 mpaka 10. Tena akamwambia Musa, Shuaib amwambia, usione nimekupa hilo ni khiari, sijakupea kikwazo. Mimi sijakuwekea kikwazo kabisa. Hili nimekupa, ukitaka hata usipolitimiza pia nimekwisha kukupa mke. Yani nimempa ile kumwangalia atafanya vipi. Akamwambia, usione kwamba mimi nimekuwekea vikwazo. La, ukitaka timiza, usipotaka wachana nayo. Lakini mimi nimekwambia huu nikuozeshe, bimaana nimekutunukia huu mwanangu, huu nikuozeshe. Musa akamwambia, hakuna wasiwasi mkwewa wangu. Tena akamwita kwa jina, wewe mkwewa wangu, mimi niko tayari kwa hayo mawili. Ndio ile al-ajalaini, kwa hayo mawili yote niko tayari kutimiza. Miaka 10 mpaka miaka 8 mpaka 10 niko tayari nikuipiga, twende kazi. Si umenipa binti yako, nitakuchungia wanyama. Mambo imepita, mke ameshapata, ona kazi ya kusubiri hiyo. Akapata na mke, kaendelea kuishi miaka yao pale mpaka kamaliza miaka 10. Musa akapata watoto wawili kwa mke kama huyu. Na baada ya kumaliza miaka 10, Musa akamwambia mke wake, nenda umshauri babako
tunataka kuondoka sasa, twende zetu. Ile raghba ya kuwa Mungu amempa kwenye moyo wake kwamba wewe umepewa kazi, rudi sasa uende ukafanye kazi. Na hapa ndo tunamalizia, kuna utamu kidogo rudi sasa ukafanye kazi. Akamwambia sasa tumuage baba ambaye mimi ni mkwe wangu. Musa amwambia mke wake, tupe ruhusa twende zetu, na umuombe babako kwamba katika ruhusa hii yetu awapatie wanyama hawa mbuzi waliozalika katika wale tuliokuwa tukiwafanyia kazi, ili tukafanye maisha yetu sisi na watoto. Mke kama huyu akamzungumzisha baba akakubaliana na yeye, akamwambia halu sabila, wachukueni hawa, pelekeni njia mnaotaka kwenda nao, wachukueni. Wale walozaliwa wote wakachukuliwa na Musa, wakatoka na mke wake na watoto wake. Sasa ikawa safari ya kurudi Misri, mji wake aliotoka. Arudi kutoka Madian, kutoka kwenda wapi? Misri. Bado adui wake yuko kule na anaenda kujiproudi, mpaka amefikia mahali anasema ana rabbukumul a'la, wacheni upotofu wa yule kijana aliyekuwa nayo, mpaka akaua yeye ni dhalim. Sasa anamsingizia Musa kuwa ni dhalim, Musa kuwa ni mharibifu. Sasa kauli ile Mungu ndio anamregesha Musa arudi pale alipokuwa ametoka. Musa alipokuwa anatembea usiku wa giza, walipokuwa wanatembea mara pale Allah subhanahu wa ta'ala akasema inni anastu nara. Musa akawaambia watu wake, mimi nauona moto jamani, na hawajui njia giza, hawaioni ile njia vizuri. Na tabaan Musa alienda kugusa dudusa, kikwetu tunasema kududusa, yani kugonga hapa ndipo tunarudi nyuma, tunaingia nyingine, hapa sipo tunafeli, tunaenda hivyo. Alitoka Misri mpaka Madian kwa namna hiyo. Sasa wanarudi na si peke yake, akona mke wake na watoto, na usiku na wanyama. Ndio pale akaona moto katika Jabal Tur kwa umbali sana. Akawaambia watu wake, imkuthu, tulieni, bakieni hapa, niacheni mimi niende nikauangalie ule moto. La'alli atikum minha bi khabarin, henda nikawaleteni habari kutoka kwenye ule moto, tukapata njia tukapita, ama nitawaleteni nyinyi kinga za moto chenye ambacho kwamba tutaweza kufuatia kwa kinga hicho kutongoza njia. Hai Musa akawa mwenye kwenda kufuata, na huku mkewe na watoto wake na wanyama wakawa wamebaki hapa. Basi alipofika pale mara asikia sauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlingania ya Musa, ewe Musa, innaka anta bilwadil muqaddasi tuwa, wewe uko katika uwanja ambao kwamba ni mtakatifu, katika mti ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alioweka jabal unaitwa shajaratu Musa, ulioko katika Turi Sina, akajabali ambalo kwamba Musa alikuwa akienda kuzungumza na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipofika hapo, baada ya kwenda kuutapia ule moto, kumbe ilikuwa si moto, ni utendakazi wake Allah jalla jalaluhu. Anataka kumpatia mtumi, kumpatia mikoba, kikwetu tunasema kumpatia mikoba, kumpatia ala za kufanyia kazi. Pale akamwambia, toa viatu vyako, wewe uko katika uwanja mtakatifu, vua viatu. Na hii ni dalili kuonyesha kwamba mahali patakatifu, mahali penye kuna ibada takatifu, mtu akiingia haingii na nini? Na viatu. Na tabaan hata haya ya wenzetu pia wanaoyafanya yako wazi. Isa aliingia kwenye kitu kinachoitwa sinagogi. Kwa Kiebrania sinagogi, kwa Kiebrania ni msikiti. Na katika kuingia kwake alivua viatu, hakuingia na viatu. Leo tunachukua lile sinagogi, sisi tunafanya ni makanisa. Leo makanisa haya wenye ambao kwamba wanaoingia ndani yake, je, wanavua viatu au wanaingia na viatu? Hiyo in kuntum ta'lamun, ikiwa ni wajuaji wanajua kweli na walifikirie na hilo. Tumefahamiana vizuri. Akaambiwa atoe viatu. Musa akatoa viatu. Alipoingia pale, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaanza kumuuliza masala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, hebu niambie Musa, huo ulioshika mkononi nini? Musa akamwambia hadha. Akamjibu vile
mjibu kwamba hii ni fimbo yangu, nafanyia kadhaa na kadhaa, na iko na mambo kadhaa mengine ambayo kwamba pia ikihitajia pia bimaana kwa kuchungia, kwa kuweza kushikizia katika hali ikiwa nimesimama na inukia nayo, na hata mtu akitokea na mambo yake kama yule kule aliyofanya ukindani, pia nitamnyorosha na hii fimbo. Fimbo inafanya kazi. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia, haya, ilqi asaka, hebu itupe hiyo fimbo. Akitupa fimbo pale pale ikabadilika ikawa nyoka. Musa faaujasa fi nafsihi khifa, Musa ikamuingia hofu, si kwamba alikuwa na hofu, ikamuingia kishipa cha hofu kikamgonga. Fimbo imekuwa nyoka, ya Rabbi, itakuwaje mambo haya? Mwenyezi Mungu akamwambia, la takhaf, usiogope, ichukue, itarudi kama ilivyokuwa. Alipompelekea mkono, nyoka kabadilika, ikarudi ni fimbo kama kawaida. Twende kazi. Akamwambia, haya, ingiza mkono katika mfuko wa kanzu. Musa akaingiza mkono, akitoa uonekana mkono unameremeta. Hizi ni burhani mbili, na ziko na nyingine ambazo kwamba ziko 9 Mwenyezi Mungu alimpa Musa alayhi salam. Baada ya yote hayo ni maandalizi Musa alipewa. Baada hapo ikawa mwenye kwenda sasa Misri. Kufika Misri, hali ya Firauna ni ile ile, na huko alishapewa ala. Mapambano ikawa sasa kumepambano. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, idhhab ila Firauna innahu taghanenda. Sasa pasi nali kwa Firauna, amezidi sana upotofu wake, na umwambie maneno mazuri, umwambie maneno ya kumkinaisha mpaka aongoke, afuate njia ya sawa. Lakini mambo ambayo Mungu alimwambia Musa alifikiria mengine huko. Katika aya nyingine Musa amwambia, ya Rabbi, mimi naona uzito, siwezi kwenda kuwakabili hao kwa sababu nimemuua mtu wao, na wao walikuwa wananitafuta kabla. Kisha si tu, ya Rabbi, ij'al akhi Haruna waziri, nijalie Haruni awe ndiye mfuasi wangu, msaidizi wangu, kwa sababu mimi sina ufasaha. Wakati nyuma kule alipowekewa mitihani ya tende na moto kwa Firauna, kutaka kujulikana ni adui huyu mtu ama si adui, alikula moto, ikawa ni yenye kumwafect kidogo. Sasa kwamba, ya Rabbi, sina ufasaha mimi kumliko ndugu yangu Harun. Mwenyezi Mungu akamwambia, haya, nimemjalia Haruni kuwa pia ndiye mtakuwa pamoja, nendeni pamoja. Wakafuatishwa pamoja, wakenda, wakaambiwa wakula, mwambieni maneno mazuri, maneno mepesi, maneno ya kumlainisha. Henda kaongoka Firauna, lakini uko wapi? Ndiye mwenye kuongoka huyu. Akawa mwenye kukataa mpaka mwisho, kukataa mpaka mwisho. Musa akawa ni mwenye kumuonyesha mambo waziwazi. Wenye kumfuata Musa wanamfuata, wenye kupinga wanampinga, mpaka mwisho Firauna alipoona mambo ni makubwa, yanazidi kuwa makubwa, akamwambia Musa, sasa nataka mimi challenge, tupambane, tufanye challenge ambayo tutaiweka wazi mbele, ambapo kila mmoja atashuhudia haya mapambano ambayo kwamba tutakayo kuyafanya, kwa kuwa mwenye haki nani? Wewe ni mchawi tu bwana. Ikaja kuwekwa mapambano, akamwambia, niambie siku gani? Musa akamwambia, siku fulani. Tuweke siku hiyo mapambano, wewe uite watu wako na mimi watu wangu, tuweke mapambano. Ikawekwa hiyo siku. Firauna akaingia mitaa yote, vijiji vyote, akawatoa wale watawi wote, wakaja kufanya utawi ili kupambana na Nabii Allah Musa mmoja. Semekana walitolea watu 80,000, watu 80,000 ambao wote walikuwa wachawi. hao wameundwa kisawasawa kuja kupambana na Musa mmoja na Harun. Walipofika pale sasa, ikawa ni mjadala baina ya wao na Musa. Wakamwambia, ya Musa, Musa, sasa tutaka kujua nani ataanzisha huu mchezo. Musa akamwambia, anza. Akaanza kufanya mambo yake. Wale wachawi wakaanza kutupa vitu vao, mwenye kitambara, mwenye kigongo, mwenye mawe, kila kitu kikarushwa hapo. Vijoka vikaenea kwenye uwanja kama huo. Watu wanashangilia, watu wafuasi wa Firaun wanashangilia, leo Musa amepatikana.
hali imekuwa ni mzito kwa Musa. Musa kiona uwanja vile umejaa, hali ikawa ni yenye kubadilika kwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuliza, kumliwazisha, akamwambia ya Musa, ewe Musa, ilqi asaka, tupa fimbo yako. Musa pale pale akaitupa, faidha hiya hayyatun, kuitupa fimbo ijoka sasa limetoka. Hata vijoka, ijoka bimaana ijoka ni ule mkubwa ambaye hawajamuona katika hali hiyo waliokuwa nao katika wale wanyoka zao. Tumefahamiana mpaka hapo, sio? Tumefahamiana basi Musa pale pale akawa mwenye kutupa, na nyoka akawa mwenye kuwameza wale wanyama wote. Walipomezwa pale pale, Firaun akapatikana na buhtan, ikawa ni mwenye kumpata bumbuwazi pale pale. Wale wachawi waliofanya uchawi kumfanya Firaun wakamwamini Musa na wakasema amanna bi rabbi Musa wa Harun. Pale pale Musa, Firaun akamwambia, mnamwamini Mungu wa Musa na Firaun kabla sijawapa adhani idhni mimi? Akatoa amri kwamba nitawaua, nitawakata miguu na mikono kinyume nyume, mambo mengi na mengi na mengi. Hali ikaendelea, mpambano ikaendelea mpaka mwisho ikawa sasa Firaun ni kumtapia Musa na wafuasi wake kutaka kumuua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma tena yule mwenye alikuja kumpea habari, akamwambia, ya Musa, inni unasihuka, mimi nakupa nasaha. Watu wa Firaun wanapanga njama kukuwatoka. Musa hajua yake wapi, akatoka na watu wake mpaka kufikia mahali. Walipofika mwisho wakakuta bahari ndio imekabili mbele yao. Nyuma wakitizama Firauna na Hamana na watu wake ndio hawa wanakuja. Wakapata babaiko, wakawa wanamwambia Musa, inna la mudharakun, tumepatikana leo, tumeshapatwa sisi. Musa akamwambia, msihuzunike. Pale pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia wahyi Musa, akamwambia, idhrib bi'asaka al-bahr, piga fimbo yako kwenye bahari. Bahari pale pale ilipopiga fimbo ikagawanyika mara mbili, maji ikaja upavu wa huku na upavu wa huku. Musa na watu wake waliomwamini Banu Israil wakawa wenye kupita mpaka kufikia mwisho kule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia tena Musa, regesha tena fimbo yako. Aliporegesha pale pale Firaun ameshaingia kwenye bahari, yako katikati. Pale pale maji ikaja kuregea huku na huku, na ikaja kuwa ni gharka kwa Firaun pamoja na wafuasi wake. Na huku nyuma Musa alimuomba, ya Rabbi, baada ya kuwa Firaun amekindana hataki kukubali, akamwambia, ya Rabbi, nakuomba usimfishe huyu wala asipate uongofu mpaka aone adhabu yako. Ndio pale pale akamwambia, ya Rabbi, amantu, nimeamini ya Rabbi bi rabbi Musa. Firaun sasa anamwambia nimeamini. Mungu asema, alana, hivi sasa baada ya kuona mambo imekuwa hivyo, siwezi kukubali. Endelea na adhabu yangu na uionje hii adhabu mpaka mwisho. Hali ikawa namna hiyo, ndugu zangu Waislamu, na habari kama hizi ni ndefu. Musa alayhi salam akawa mwenye kuokoka na akapita safari yake. Sasa mbele mambo mengine yanamfuatia mbele mengi tu, bado hajamaliza mitihani yake. Hii ni midogo sana, inafuata mbele. Kati ya hawa walipofika kule wakakuta hali nyingine zinafanywa za ibada za watu ambao kwamba si Mungu. Walimgeukia Musa kumwambia, ya Musa, tujalie na sisi tuwe na mtu mwenye kumwabudu. Mengi yaliyomfuata Nabii Allah Musa, na yale mengine ambayo kwamba ni ya kwenda kusoma baada ya kuulizwa kwamba kuna mjuzi zaidi yako, na mengi alhasil. Hivyo basi Musa alipookoka hapa na watu wake kwa kuokolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ndiyo sababu ya kupata nguvu Banu Israil na wafuasi wote waliofuata Nabii Allah Musa. Hivyo basi hiyo siku ilikuwa ni tarehe 10 ya mwezi wa mfungo 4 Muharram. Siku iliyookolewa Musa ndiyo siku ya tarehe 10 ya mwezi wa mfungo 4 ambayo inayoitwa Ashura. Mtume sallallahu alaihi wasallam nikimalizia asema, wakati Mtume alipoenda Madina sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoka Maka, alipofika Madina akakuta Mayahudi
wanafunga ile siku ya tarehe 9 ya mwezi wa mfungo 10. Tarehe 10 ya mwezi wa mfungo 4. Nabii Allah Muhammad akawauliza, ni nini hili wenye wamelifanya hawa? Wakasema kwamba hawa wanafanya hili kwa sababu ya kusherehekea na kuitukuza ile siku ambayo Allah alimtukuza Musa, ambaye tunayesema wanamuita Moses. Wao wanaamini hilo kwamba Musa aliokolewa. Kwa hivyo kwa kule kuokolewa, sisi tunarejesha shukurani kwa Mungu kwa kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema sisi kulifanya hili ni bora zaidi kwa Musa kuliko Mayahudi. Yaani sisi kufunga tarehe 10 ya mfungo 4 ni bora zaidi. Kisha akasema, na insha Allah mwakani tukiwa hai na uzima, la sumanna tasia, tafunga saumu ya Tasua na Ashura. Hizi zinapatikana katika mwezi wa mfungo 4. Saumu ya Tasua ni sunna, mwezi wa tarehe 9 watu kufunga saumu hii ya Tasua, na mwezi 10 pia vile vile ni sunna kufunga saumu ya Ashura. Kwa haya ambayo kwamba tumezoafikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu kama tumeyapata venye ambavyo kwamba ndivyo ilivyo, basi ni taufiki yake yeye mwenyewe kwa kutuafikia, na kama nimekosea, huu ni upungufu wangu na ni udhaifu wa mwanadamu ambao haumwepukii. Kila mmoja ako na udhaifu wake, lakini tutarajia inshallah japokuwa ni mawili matatu tumefaidika nayo. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wal afwa minni.